hawa wapo mbali. Kwa hiyo huduma zote ambazo serikali inatoa tunatakiwa tuwape kipaumbele kwanza. Ndio maelekezo ya rais wetu. Ni mikutano ya hadhara ya mkuu wa wilaya ya Bariadi mkoa wa Simiyu Simon Simalenga akisikiliza kero za wananchi katika vijiji vya Mwasinasi, Maumatondo pamoja na Yusi katika wilaya hii. Akiwa katika kijiji cha Mwasinasi, mkuu wa wilaya anapokea kero kubwa ya ubovu wa barabara kutoka katika kijiji cha Nkororo hadi kijiji cha Mwasinasi. Mwasinasi tuna tatizo sana la barabara. Akina mama wajawazito hao wanaokuja kujifungua hapa, akipata tatizo la kupelekwa mbali, ni tatizo kwa sababu ya barabara. Sasa hivi tunaona ni unafuu kidogo kwa sababu ya kiangazi, lakini kama mvua imenyesha ni mahangaiko makubwa mno. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, tunakuomba ufanye mchakato mkubwa ili tutengenezewe barabara. Tunahangaika mno akina baba, tunahangaika mno watu wote. Kama ni ukiugua, ukaambiwa hapa utoke upelekwe mbali, ni mahangaiko makubwa kwa kweli. Watu tunalia mno sababu ya barabara. Swala la barabara hilo alihitaji hata uone, sema tu viongozi wetu wanakuja kututazama wakati wa kiangazi, wanakuja kutuona, kutujulia hali ikiwa eneo ni kavu. Lakini wangekuja na mimi sasa hapo, si ndio? Inawezekana. Katika majibu yaliyotolewa na mtaalamu kutoka TARURA, mkuu wa wilaya ameonyesha kutoridhishwa na majibu hayo na kueleza kuwa TARURA wamekuwa wakitoa majibu ambayo sio sahihi ya ukarabati wa barabara katika wilaya hiyo hadi kufikia hatua ya kuidanganya kamati ya ulinzi na usalama, ambapo ametoa muda wa siku 4 kuhakikisha barabara hiyo ambayo imelalamikiwa na wananchi inakarabatiwa mara moja. Barabara hii imeshapata mkandarasi. Mkandarasi alisaini mkataba tangu mwezi wa 6 mwishoni, lakini alikuwa na changamoto wakati anatekeleza mradi ule wa 88. Mitambo yake ilikuwa imepata shida kidogo, kwa akaomba aitengeneza ikarabati ili aanze kutengeneza hii barabara. Na jana tulimwita kwenye kikao, akawa ameweka commitment kwamba kuanzia Jumatano ataanza kutekeleza mradi huu. Kamati ya usalama ya wilaya Bariadi haijaridhishwa na haijapendezeshwa na namna ambavyo mnatoa taarifa za uongo kwenye kikao cha kamati ya usalama. Nyinyi mmetupa taarifa sisi kwenye kikao kwamba mkandarasi kipande cha barabara kutoka Nkororo kupita Maumatondo kuja Mwasinasi, mkandarasi yupo site. Leo unasema mkandarasi alipata changamoto. Taarifa mlimpa nani? Yule mkandarasi ambaye alikuwa site alikuwa anafanya nini? Tumetoka Nkororo mpaka tunafika hapa, hakuna sehemu hata moja ambayo ilionyesha mkandarasi aliwahi kufika site. Taarifa mliotupa ilikuwa ni ya uongo. Kwa sababu zipi? Kwa nini mnatudanganya? Na nataka maelezo kwenye hili, sababu zilizopelekea mkatudanganya kwenye kikao. Umwambie meneja wako, nataka maelezo kwa maandishi, kwa nini alitudanganya. Namba mbili, leo tarehe ngapi? Tarehe 27, siku ya Alhamis. Sitaki kusubiri Jumatano. Ikifika Jumatatu nataka kuona hii barabara inatengenezwa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.